Wo nephew. Hey, vipi wewe? Mambo vipi? Inaendaje? Safi? Haya. Sasa leo nakuja tena kuongea na ndugu zangu wa Bantu. Si unajua lazima tuwe na kibwagizo chetu wa Bantu. Ila wa Bantu mna tabia fulani mimi nazisemaga kila mara hapa. Lazima tuzifikirie mara mbili. Tunawapa watu wengine hizo tabia sasa hizi. Huko tunazipeleka huko Asia. Hizo tabia nitakwambia nyingine. Ziko nyingi, nitakwambia hizi hapa lakini. Kabla sijaendelea, Wano, niko hapa kwa sababu ya Wano, wafadhili wangu. Sasa wewe kama hujajiunga na Wano, naomba please jiunge basi. Tunaipeperusha Afrika. Wano app yako iko kwenye everywhere, we download it tu. Android, sijui Google, sijui Apple, twende. Na ukishaingia pale nikumbuke kwamba Nefi nimekupeleka. Yeah. Sasa leo tuongee sisi wa Bantu bwana. Wa Bantu, hebu tubadilike basi kidogo. Kuna hizi tabia lazima tuzihamishe sasa hivi. Ni muda kuondoka. Yaani wa Bantu kila akipika, yani kitu kama garlic powder au onion powder lazima kiwepo. Yani kusipokuwa na kitunguu saumu na kitunguka, yani kichakula kisipokuwa na hivyo vitu, either kimoja au vyote, kibaya. Nope, lazima viwemo ndani. Hivi lini tutakubali kwamba sio lazima hiyo viungo viwemo? Utasikia kichakula umeka nani humu? Nini? Hujaweka humu vitunguu ndio maana mchuzi Jamani, no, sio kweli. Hapana. Hiyo kitu tuiache. Mwisho size. Nefi nimekataa. Nimesema hivi, mwisho. Tumekubaliana hapo? Hiyo imeisha. Sasa wa Bantu na kitabia kingine hiki. Unapogombana na mtu, mkaachana. Yani unatukana mpaka familia. Yani hujali nani yupo. Kwa mfano, watu walikuwa kwenye relationship, wakija kuachana. Naongea kwa kwa wanaume. Utasikia, yule mwanamke kwao wachawi. Akili zao za kipumbavu, hawafikiri kokote. Baadaye sasa jamaa anakuambia bwana, hiyo sio kweli kwa sababu mimi kazini wake au mimi best wangu. Yani mbona huyo ndio mpumbavu kupitiliza. Yani akili zao kama vifaranga vya kunguru. Yani hawafikiri kokote. Yani wanachofikiria ni ujinga. Mama yake mweu, baba yake yani wote mimi nakwambia usiwazoe, achana nao. Watakuloga, achana nao. Maskini wale watakufundisha kuwa mweu tu na umaskini utakuingia. Wa Bantu sio kweli. Tuache tabia. Kama wewe umekosana na mtu mmoja usiingize familia nzima. Hapana. Acha. Yes, nakuonya. Ni nini? Sasa sikiliza hii nyingine. Unakuta umekaa na mshikaji. Wa Bantu hao. Unakaa na mshikaji wako, jamaa unamuona na roho nzuri. Ile jamaa na ukimwangalia kama kwa ya master. Jamaa ukimwangalia kama vile ndio yule mtu anaruhusu watu kuingia mbinguni. Sasa anza kumdescribe mtu huyo mtu. Unasema bwana, unamjua timu? Anambia timu gani? Timu yule mrefu yule apigaji mswaki, ana meno mabaya hivi, ana harufu mpaka mdomoni. Timu simjui huyo. Timu mjua kaki deodorant yule ananuka hivi. Bwana timu unamjua bwana? Yupi huyo timu gani? Timu moja bwana, yule timu kila kijaga watu na mama kwa sababu anapenda kuomba watu hela. Jamani, hizi tabia za kudescribe watu to this level zimeanza lini? Na hizi ni za wa Bantu tu. Yaani kama hakupendi akikudescribe, I say tayari jamaa nadhani kutokupenda. Mnaua mtu everything. Wa Bantu ni lini lakini tutasema jamani hapa sasa hivi tupofikia enough is enough. Tunakubaliana kwa hilo? Alafu mimi nadhani sisi wa Bantu tunaika tabia. Nyumba, uko ndani ya nyumba Mbantu, anza kusema kama harufu hivi. Utasikia, hebu punguza sauti ya TV, kuna harufu inatokea somewhere. Sijui umenielewa? Yaani unapunguza sauti ya TV ili kunusa harufu. Na wewe unaicheka, wewe naye unakatabia, unanielewa? Au kuna muda unakuta mtu katulia anaandika text zake, afu katumia text fulani imemchanganya, anapunguza sauti ya TV ili aisome ile text na kuijibu. Sasa mimi naingilia naje? Hatuwezi kumultitask. Kweli kabisa. Siamini bwana. Mbona tukaa kwenye bar, tunapiga mazungumzo huku, tunafanya mambo mengine, tuna text, tunasikiliza mtu na nini? Wa Bantu, hiyo au ni wa Bantu? Mimi nakwambia kama uniamini, weka siku moja angalia situation. Alafu utasema Nefi alishaisemaga kwenye topiki zake. Nimeeleweka lakini. Alafu wa Bantu nadhani wahenga walikuwa gawauni. Yes, wahenga walikuwa gawauni. Mimi nakuacha leo na kijiswali fulani, weka nacho. Kama unajua jibu lake utalijua mwenyewe, utalikeep to yourself. Hivi wahenga walikuja na neno nini, methali sijui msemo, eti wanasema raha jipe mwenyewe. Raha jipe mwenyewe.
Unajua nini? Nevi nimeongea sana. Wacha hapa nishapa raha jipe mwenyewe, wacha mimi nikajipe raha mwenyewe. Hiyo utajua najipaje shauri yako. Waenga hii. Tuime. Wood.